Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Imeandikwa na vyombo vingi vya habari vya tangazo la PKK rasmi sasa wanaweka silaha chini. Mnawakumbuka PKK? Niliwahi kuwaambia hili, nadhani hii taarifa hasa ilisikika mwezi wa 3 wakati kiongozi wa PKK Abdallah Öcalan ambaye yuko gerezani toka mwaka 99 kule Uturuki alipotangaza nia hasa ya kuweka silaha. Alishawahi kutangaza amani na serikali ya Uturuki mwaka 2013 akiwa gerezani na 2015 pia, lakini hakuwahi kutangaza kuweka silaha chini. Hakuwahi kutangaza. Mara hii ndio alikuwa amekusudia hasa na ametangaza, na PKK wanaonekana wamekubaliana kuweka silaha chini na kubadili harakati zao kuwa harakati za kisiasa kutoka kuwa harakati za mabavu na nguvu. Walikuwa na kila sababu ya kufanya vile, kwa sababu kwa hali ndio kuwa wakati ule, hata wakati Abdallah Öcalan anaanzisha PKK mwaka 78, ukweli kuwa ilibidi wafanye hivyo. Unajua, baada ya kuundwa ile inaitwa Uturuki mpya ya Mustafa Kemal Atatürk, alipiga marufuku hata mashuleni kufundishwa Kikurdi, tamaduni za Kikurdi, urithi wa Kikurdi, mavazi, vitu vingi vya Kikurdi vilipigwa marufuku. Lakini ukiangalia kuwa Uturuki ndio eneo lenye Wakurdi wengi zaidi Mashariki ya Kati kuliko eneo jingine lolote. Wakurdi ni wengi Uturuki kuzidi eneo lolote. Sasa sehemu ambayo kuna Wakurdi wengi ndio walikuwa wamepigwa marufuku kabisa kwenda. Kwa hiyo Wakurdi walijikuta kwenye ukandamizaji ambao kihistoria unatoka nyuma, unatoka Uingereza kushinda tawala ya Ottoman kuanza kuchukua maeneo yake. Sasa maeneo mengi ambayo yalikuwa chini ya tawala ya Ottoman yalidondokea kwenye mikono ya Uingereza. Sasa jamii za Wakurdi zikajikuta zinahangaika tu, hazijulikani huku na huku. Lakini kuna kitu kimoja ambacho mimi huwa ndio ninakisema mara kadhaa ninapozungumzia kuhusu mfano Wakurdi. Nikizungumzia kuhusu Wakurdi huwa ndio nasema hii ni jamii iliyosahaulika. Kama madai ya watu kuwa na uhuru wao na sehemu yao, nadhani Wakurdi walitakiwa waangaliwe kama tunaangalia, kwa sababu Wakurdi ni wengi. Ni jamii kubwa ya watu wengi. Kwa nini hawana nchi? Kwa sababu Wakurdi idadi yao inafika karibu milioni 40 au zaidi ya milioni 40. Hakuna ile namba kamili, lakini inatajwa kati ya milioni 30 mpaka 45 ya Wakurdi wote duniani. Na wengi zaidi ya 80% wanaishi Mashariki ya Kati. Ndio unaona Wakurdi wa Iraq, Iran, Syria, Uturuki. Hili eneo ndio limejaa Wakurdi wengi. Iraq wana eneo lao, serikali ya shirikisho iko pale, ambayo jimbo lile la Kurdistan, nalijua Kurdistan kule Arbil, kule ndio Wakurdi wapo. Hasa ni eneo ambalo wanakuwa Wakurdi, napakana na Uturuki. Lakini Uturuki mikoa kama Sanliurfa, Diyarbakir, mikoa mingi ni mikoa ya Wakurdi na Wakurdi ni wengi kwa Uturuki wanafika milioni 14 nukta kadhaa, milioni 14 nukta kadhaa kwa nchi ambayo ina idadi ya watu karibu milioni 85. Idadi ya jamii moja inafika milioni 14 mpaka milioni 15. Hawa ni wengi sana. Sasa kumekuwa na mazungumzo yakifanyika kati ya serikali ya Erdogan na kiongozi wa Kurdi Abdallah Öcalan kuhakikisha kuwa Wakurdi wanaweka silaha chini na wanabadilisha harakati zao kutoka harakati za kukimbizana kwa silaha zinakuwa harakati za kisiasa ambazo zitakuwa zimeshamiri, yani siasa. Na nimeona mapokeo kutoka kwa au wanaoendesha PKK, kwa sababu toka mwaka 99 wakati Öcalan alivyokamatwa. Öcalan alikamatiwa Nairobi. Alikamatiwa Nairobi mwaka 99. Sasa toka Öcalan yuko gerezani kule Irmal, kwenye bahari ya Marmar, kisiwa hiki ambako alihifadhiwa. Yani Öcalan sasa anaweza anakimbiza rekodi ya Mzee Mandela. Anaikimbiza rekodi ya Mzee Mandela kwa sababu Mzee Mandela alikaa gerezani miaka 27. Öcalan amekamatwa toka 1999. Sasa tuko 2025, miaka 26. Öcalan amebakiza mwaka mmoja afike rekodi ya Mzee Mandela. Kuna wakati Wakurdi humuita Mzee Mandela wa Wakurdi.
huyu mwanaharakati ambaye harakati zake alizifanyia hata akiwa na PLO. Ameishi Lebanoni kwenye kambi za wakimbizi, ameishi Syria. Wakati yuko Lebanoni alikuwa pamoja na wapigania uhuru wa Kipalestina, pamoja wakichukua mafunzo jinsi ya kukabiliana na harakati. Akaondoka akaenda Syria, huko ndio hasa alianzisha harakati za mapinduzi, yani harakati za silaha mwaka 84 akiwa Syria chini ya utawala wa babake Bashar al-Assad. Hafez al-Assad ndio alianzisha harakati kubwa za mashambulizi makubwa upande wa Uturuki na huku mpaka lilivyoingia shinikizo kubwa la Uturuki kutishia kuivamia. Uturuki ilimwambia Syria tutaivamia tena, kwa sababu Uturuki ni mwanachama wa NATO ambaye ndio viongozi wasema kuwa tutaingia na kikosi cha NATO kwa sababu ya kupambana na PKK ambao umewahifadhi kwenye nchi yako. Kwa hiyo Hafez akamfukuza Öcalan mwaka 98. Öcalan akakimbilia Ulaya kujaribu kutafuta hifadhi baadhi ya nchi za Ulaya. Akazunguka huku na huku akakosa. Mwaka 99 akajikuta ameangukia kwenye mikono za maafisa usalama wa Uturuki pale Nairobi, wakawa wamemkamata na kumrejesha kutoka huku. Lakini Abdallah Öcalan, kwa Wakurdi, jicho la Öcalan jinsi wanavyomtazama ni kama mzee Mandela. Lakini Abdallah Öcalan licha ya kuwa miaka 26 sijui miaka 20 anavuta miaka 26 gerezani, bado ni sauti kubwa ya Wakurdi. Leo hii tazama mikutano mingi ya Wakurdi, ambayo mikutano ya harakati za upinzani, mikutano ya kisiasa, picha zinazotembea ni za Abdallah Öcalan. Yani Abdallah Öcalan ana ile title ambayo alikuwa nayo Shahid Hassan Nasrallah alizokuwa nazo. Yani unakumbuka nilivyokuwa nikiwaambia kuhusu moja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa wa Kiarabu alikuwa ni Shah Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah alikuwa yeye ni Mlebanoni, lakini alikuwa anaweza kuzungumza na Waarabu wote wakamsikiliza. Yani alikuwa akisikilizwa mashariki mwa Uarabuni, magharibi, kusini na kaskazini. Kwa Waarabu wote wanamsikiliza, hata kama hana utaifa wa nchi hiyo, lakini Waarabu wote walikuwa wakimsikiliza alivyokuwa akizungumza. Yani anaweza kukusanya watu wote kwa pamoja kuzungumza na kumsikiliza. Kwa hiyo hiki kitu anacho Abdallah Öcalan ambacho kuwa na chenyewe huwa kinatumika. Fikiria Abdallah Öcalan yeye amezaliwa Sanliurfa kule Uturuki, Sanliurfa. Manake kuwa yeye ni Mturuki kiasili, lakini Wakurdi wanaozungumza kutoka Iraq, Wakurdi wanaozungumza kutoka sijui Syria, Wakurdi wanaozungumza kutoka sijui Lebanoni, Wakurdi wanaozungumza sijui kutoka nchi nyingi ambazo zina idadi ya Wakurdi, always hutumia matamko ya Abdallah Öcalan kama nembo, yani kama mtu ambaye wanamheshimu sana yani katika jamii yao ya Wakurdi, kwa sababu awali alikuwa anapigania kitu kinaitwa Kurdistan, lakini baadaye alikuja kubadili, na hata alivyobadili, unajua, aliachana na wenzake wengi ambao walitembea naye kwenye njia mara ya kwanza wakati anapigania kitu kinaitwa Kurdistan. Baadaye alibadili upepo akasema mimi napigania haki za Wakurdi wa Uturuki ili waweze kupata haki zao. Ndio maana alianzisha harakati. Kwa hiyo katika kipindi au wakati anatuni kugeuka, kiasi wafuasi waliondoka, wengine alikuwa kabaki wengine ambao walikuwa na hiyo nia kuwa tutapigana kwa njia ya kutafuta haki za Wakurdi ambao ni wengi sana ndani ya Uturuki. Kwa nini miaka mingi imepita hakuna mazungumzo? Kuna mabadiliko kidogo, licha ya kuwa kweli wakati ule kulikuwa kuna ukandamizaji mkubwa, lakini kumetokea mabadiliko kadhaa ya Uturuki ya sasa ukilinganisha na Uturuki ya nyuma. Kwa sababu ukitazama Öcalan wakati anadai zile harakati za Wakurdi, mfano wakati rais wa Uturuki alikuwa Turgut Özal miaka ya 90 hiyo, yeye huyu raisi alionyesha nia ya kusema kuwa yeye anataka kuwatambua Wakurdi ndani ya Uturuki na kujaribu kuanza kufungua njia kwa ajili ya Wakurdi na kwa ajili ya Wakurdi waweze kuwa sehemu ya Waturuki. Unajua, wakati baada ya Atatürk kupiga marufuku kila kitu, hapo ilikuwa hakuna. Huyu sasa alifungua hadi kuruhusu lugha ya Kikurdi irudi tena ndani ya Uturuki. Sasa hapo Öcalan ile miaka ya 93, Öcalan akawa anatumaini sasa Özal huenda kawa mwaminifu, huenda labda tutakaa naye kwenye meza tutazungumza. Na wakati huo Öcalan alitangaza usitishaji wa vita kwa siku 25 kwa upande mmoja. Upande wake atakasema kuwa hatutaki vita kwa sababu huyu rais aliyepo hivi sasa anatuonyesha kuwa anania, huenda akabadilisha upepo wetu nao tukaamua kuishi kwenye njia nzuri, yani kwenye wakati mzuri, au anaweza kututambua jamii yetu. Lakini mwezi mmoja baadaye Özal alikufa kutokana na mshtuko wa moyo. Basi toka hapo Özal kufariki,
baada ya Ozal kufariki, kilichotokea hapo, Öcalan alirudisha mashambulizi upya, kwa sababu waliokuja wote hawakutembea kwenye njia za Ozal kuanza kurudi. Kwa hiyo Öcalan kwa jamii ya Wakurdi ni nembo ya uhuru wao, na ndio maana nakwambia kuwa wao humuita Mandela wa Wakurdi, yani ni nembo ya mpigania uhuru halisi wa Wakurdi katika eneo lile. Lakini dunia haijawahi kuwazungumza Wakurdi kama vile dunia ambavyo imekuwa ikizungumza kwa jamii zingine ambazo zinahisi kuwa kwa nini hizi zinatengwa. Ukitazama harakati za Wakurdi au PKK hazina tofauti na kile ambacho kinafanywa na Watusi kule mashariki mwa Kongo, ambacho wanakisema kama sababu ya kuingia kule, kwa jamii inatengwa, kuwa sisi tunaonekana kama sio, au vile vile hawa Wakurdi ndio kile ambacho wamekuwa wakigombana muda mrefu na serikali ya Uturuki. Lakini sasa mabadiliko makubwa yametokea, na hivi leo unazungumza hadi kuna vyama vya kisiasa vya Wakurdi ndani ya Uturuki walishiriki kwenye uchaguzi. Kuna wabunge ambao wanawakilisha vyama vya Kikurdi. Leo hii kuna televisheni za Kikurdi, kuna radio za Kikurdi. Lugha ya Kikurdi inafundishwa hadi mashuleni Uturuki. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa, ndio ambayo Öcalan ameyazungumza katika barua aliyoandikia PKK. Yani wakuu wa PKK kwa hivi sasa amewaandikia barua kuwa sasa tunatakiwa tuweke silaha pembeni, kwa sababu kipindi tulibeba silaha ilibidi bebe silaha kwa sababu tulikuwa tumedhibitiwa kila namna, kwa sababu tulikuwa hatuwezi kufanya siasa, yani tulikuwa ni marufuku, kuwa nyinyi mkiwa Wakurdi ni marufuku kwa chochote. Hivi sasa lakini njia imefunguliwa, kwa hiyo tunaweza tukashiriki kwenye siasa kwa nafasi yoyote. Rahby Digital, haki na ukweli.